ni agizo la kuheshimu katiba. Kwa sababu wakati Magufuli anakufa, katiba ilitumika kumpa madaraka Samia na umma wote uheshimu. Sasa inatakiwa katiba hiyo iheshimiwe atakapofanyika maandamano ya kumuondoa Samia madarakani. Sisi tumeelewana familia. Kwa jeshi la polisi, maamuzi mnayo nyinyi. Oktoba 29 muingie barabarani kupambana na wananchi kwa ajili ya Samia na familia yake na maslahi yake, au mbakie majumbani kwenu kuzilinda familia zenu. Kwa mtachagua uhai wa familia zenu na uhai wa Samia. Sisi tumeelewana familia. Mimi nawatakia ni mema, ndio maana nimewajulisha hii siri ili mchukue hatua za dharura. Ni mojawapo wa tamko la Gen Z kuhusiana na maandamano ambayo yamepangwa tarehe 29 mwezi huu. Kumbuka serikali ya Tanzania ilikuwa imeshaonya wale wanaopanga maandamano au kufanyika. Wanaendelea kusisitiza kuwa maandamano hiyo itafanyika, serikali wasipende au wapende, lazima hiyo maandamano itafanyika. Na hii inaendelea kuzua hofu katika serikali ya Tanzania na pia kiongozi wa jeshi, kwa kuwa hii maandamano inaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Pia viongozi wa upinzani na wanaharakati wanaendelea kuwahimiza Watanzania wajitokeze kwa wingi tarehe hiyo ili waweze kuandamana kutokana na uongozi mbaya wa serikali ya Tanzania. Lakini kumbuka serikali ya Tanzania ikiongozwa na Daktari Mama Suluhu alisema kuwa wananchi waweze kujitokeza hiyo siku na waweze kupiga kura, ila hii maandamano ni propaganda tu ya kuwazuia wale wanaotaka kupiga kura wasije kupiga kura. Na tunaona kuwa hii ni mitafaruku ambayo inaendelea. Kwa sasa inasemekana kuwa wananchi wanaogopa kujitokeza tarehe 29 kwa sababu ya maandamano ambayo yamepangwa, kwa kuwa jeshi pia limeweza kusema kuwa siku hiyo itakuwa siku mbaya kwa sababu wale watakao patikana wakishiriki maandamano wataweza kushikwa, na hii imezua hofu kwa wananchi kujitokeza tarehe hiyo piga kura kwa sababu hawajui ambacho kitatokea mbeleni. Kumbuka pia jeshi lilikuwa limesema litaungana na wananchi katika kushiriki katika hii maandamano, na jeshi pia wengine wameweza kusema hawatashiriki, na wale ambao watapatikana wakishiriki watafutwa kazi. Hiyo imetokana na tamko la kiongozi wa jeshi. Ningependa kusikia kutoka kwako kuhusiana hii maandamano ambayo imeweza kupangwa katika mitandao ya kijamii na inaweza kuhamasishwa na wanaharakati kadhaa na pia viongozi wa upinzani, kuelezea wananchi wa Tanzania waweze kujitokeza kwa wingi tarehe hiyo ili waweze kumtoa Samia Suluhu madarakani kama ulivyosikia kwenye mwanzo wa hii video. Tueleze hapo chini kuhusiana na hii video. Pia tungependa uweze kubonyeza alama ya like na subscribe.